Yes, bwana, ni wakati mwingine tena tumempata mmoja kati ya watu ambao amekuwa akizungumzia fakti katika sehemu ambayo inahitajika fakti. Huyu hapa ni Mr. Ngovi, mmoja kati ya watu ambao pia amekuwa kitrendi sana mitandaoni akizungumzia ukweli ambao umekuwa watu wengi wakiumisi kutoka kwa baadhi ya watu. Sasa yeye ni mtu ambaye pia amekuwa akizungumzia ukweli. Inakuwaje brother? Yes, kama kawaida, mambo vipi ndugu? Wema? Fresh kabisa. Heri. Tunamshukuru Mungu, bado tunaendelea kupambania sanaa. Nikasema hili nalo pia lisipite bila kupita kwako wewe, kwa sababu wewe ni moja kati ya watu ambao unapita na ukweli. Kwa hiyo lazima watu wengi wapate ukweli, hasa mashabiki wa channel hizi hapa wapate ukweli kutoka kwako wewe. Of course Diamond alikuwa na tour yake London. Miongoni mwa tour ambayo iliweza kuibua msisimko hasa kwa Watanzania kwa sababu ameweza kuperform well, lakini before alikuwa na interview pale BBC. Kuna moja kati ya kitu ambacho Diamond alituangusha kama Watanzania kutokana na comments za watu kwamba lugha imekuwa ikimpiga chenga sana. Na hata ukiangalia kuna clip ambayo Baba Levo alikuwa anazungumza Diamond baada ya kufanya interview akasema kwamba hili hajatuangusha kwa sababu mayai mengi sana ameteleza, vitu kama hivyo. Sasa nikasema ngoja nipate walau fakti zako. Mtu msanii kama Diamond, msanii mkubwa, anaimbwa sana mataifa, mashow makubwa, lakini lugha ya Kiingereza imekuwa ikimpiga chenga. Hili itakuwa inamwangusha kiasi gani katika pointi zake akiwa kama msanii mkubwa? Kwanza mimi nadhani ya kwamba kabla hatujaingia kwanza kuzungumzia kiundani, Diamond ni msanii ambaye siku zinavyozidi kwenda, badala kwenda mbele anajirudisha nyuma. Diamond tuliwahi kumshuhudia akifanya interview kwenye media nyingi kubwa za nje. Diamond amesha kwenda katika mataifa ya Ulaya mara nyingi, amesha kwenda Amerika mara nyingi, amesha kaa na watu ambao hawajui Kiswahili kabisa, wanaongea Kiingereza tupu. Lakini hili ambalo Diamond ameenda kulifanya kwenye interview yake na BBC ni mzaliliko. Diamond amekwenda kutuangusha katika interview ambayo ameifanya BBC. Ametuangusha na kwenda. Diamond ametuangusha kwenye interview kwa sababu gani? Diamond ni msanii mkubwa kwenye industry. Amesha kwenda kwenye mataifa mbalimbali duniani kufanya show na kutembea. Ameshafanya interview nyingi za Kiingereza. Hapa vipi hapa? Kiingereza cha Diamond kiko wapi? Mayai yanateleza mayai. Kwani hofu ilikuwa ni nini kwani? Mpaka Diamond akawa anatetemeka kwenye interview ya BBC. Yaani leo hii ukimweka Harmonize aongee Kiingereza na Diamond aongee Kiingereza, kaka Diamond huwezi kumsikiliza. Harmonize sasa hivi anatereza Kiingereza. Yaani unaweza kusema kazaliwa nacho Kiingereza. Wasanii wake mchukue yule Rayvanny aongee Kiingereza. Lakini Diamond, kitu gani kinamfanya Diamond Kiingereza chake kisikomae? Yaani kila uendane na ukubwa wako. Kaka hujawahi kuona wasanii kwa mfano Nigeria. Kuna wasanii wakubwa wakina Asake. Kuna muda wanaimba Kiingereza akiwa anachanganya na lugha zao. Sikia mtu kaingiza, kuna lugha inaitwa Igbo au Hausa kaingiza ndani. Hivyo anatengeneza namna ya kukubalika ndani na kimataifa zaidi, kwa sababu Diamond alipofikia sasa hivi sio msanii wa Tanzania peke yake, kimataifa. Na ndio maana leo hii Harmonize watu wanamsifia, japokuwa mwanzoni watu walikuwa wanamcheka kwa Kiingereza chake, lakini kule kuchekwa kumemfanya Harmonize sasa hivi nyimbo zake za Kiingereza ziende viral zaidi. Unahisi kwamba nimeona baadhi ya watu wakisema kwamba katika miongoni mwa wasanii ambao anatuwakilisha vyema katika upande wa lugha ya Kiingereza basi ni Harmonize. Hata mwenyewe nadhani juzi aligusia kwamba katika swala zima la kuimba Kiingereza inafahamika kwamba yeye ndo hakuna mshindani wake. Na pia nimeona kuna baadhi ya waandishi wakisema kwamba katika swala la Kiingereza Harmonize anapewa bravo. Unahisi kwamba Harmonize ndio mtetezi kwa wasanii ambao katika wasanii wa muziki wa Tanzania katika upande wa lugha ya Kiingereza? Kwanza mimi nimpongeze sana Harmonize. Harmonize nimpongeze mno kwa sababu amejua kuwabeba wasanii wenzake wa Tanzania kwa amejua. Ameweza kuwabeba wasanii wenzake katika lugha ya Kiingereza. Harmonize sasa hivi amekuwa mtetezi
wa wasanii wenzake katika lugha ya Kiingereza. Japokuwa mwanzoni walimcheka. Harmonize amesababisha Abigail Chams wimbo wake kuingia katika tuzo za BT na yeye mwenyewe kuingia kwenye tuzo za BT, Best International Act, kupitia wimbo ambao ameshirikiana na Harmonize. Kwa hiyo ni dhahiri tuseme sasa hivi ya kwamba Harmonize ndiyo msanii pekee wa mziki wa Bongo Flava ambaye anaweza akaimba Kiingereza kilichonyooka, ambaye anaweza akafanya interview nchi yoyote duniani kwa lugha ya Kiingereza. Na nikwambie, kama ingekuwa ni Harmonize pale BBC, wasingedhania kama anatokea Tanzania. Wangejua labda yule jamaa labda anatokea Amerika, Jamaica, au pale Harmonize kama Muingereza kaka. Ule umakonde ule na Utanzania umetoka. Harmonize sasa hivi ni Muingereza. Harmonize anatema yai kaka. Diamond juzi kazalilika. Mpaka anamuuza Baba Levo vipi sijateleza. Sasa wewe Kiingereza mpaka Baba Levo anakielewa. Cha Diamond anaelewa. You know something nini. Diamond ni msanii ambaye Kiingereza chake hakikomai. Kipo vile vile. Na ndio maana Diamond anashindwa pia kuandika nyimbo za Kiingereza. Kwa sababu ngoja kwanza kidogo. Umesema kwamba Diamond anashindwa kuandika nyimbo za Kiingereza. Lakini siku hizi kumekuwa na maendeleo kwamba unaweza ukamtumia mtu akakuandikia na ukaimba. Sasa alikuwa kaka, mimi kila siku nazungumza nyimbo za Kiingereza ambazo Diamond aliwahi kuziimba za kueleweka, zikampeleka viral, zikahiti duniani. Ni kipindi kile Harmonize yuko Wasafi, na alizitoa kipindi kile Harmonize alikuwa anamsaidia kuandika. Unataka kusema kwamba ngoja kwanza. Unataka kusema kwamba kipindi kile Harmonize yuko Wasafi alikuwa na Kiingereza kitamu kuliko Diamond? Mimi nilichompongeza Harmonize ni mtu ambaye anajifunza kwa kasi mno. Harmonize unaona sasa hivi akiamua ajifunze lugha tofauti ya Kiingereza labda Kijerumani, Harmonize mpe miezi 6 akajua. Kwa Harmonize, ukumbuke kabla ya kutambulishwa msanii ndani ya Wasafi, alishakaa ndani ya lebo kuwa mfanyakazi wa Diamond, kumsafishia tuzo zake na nyumba yake zaidi ya miaka 2. Miaka hiyo 2 kabla hatujamjua Harmonize alikuwa anajifunza na lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo kipindi yuko Wasafi na ustaa wake, Harmonize Kiingereza alikuwa anajua japokuwa anaibia, ndio akafanikiwa kumwandikia Diamond African Beauty, akafanikiwa kumwandikia Diamond Marry You, akafanikiwa kumwandikia Diamond nyimbo ile zidi ya Rick Ross. Zile za Kiingereza kwa Harmonize anaandika. Diamond kama kuongea Kiingereza kuna mshinda, kuandika ataweza, kuimba Kiingereza ataweza. Kama kuongea anashindwa, kuimba Kiingereza kaka wewe unashindwa kuongea, kuimba utaweza? Noma sana. Ndio maana leo hii baada ya Harmonize kutoka Wasafi, Diamond imekuwa ni shida kutoa nyimbo za Kiingereza. Hapo na swali. Hii nadhani kwamba ieleweke kwamba hata Alikiba ni miongoni mwa watu pia alishawahi kusema kwamba yeye Kiingereza kinampa chenga. Na maana tokenga interview nyingi sana, mara nyingi sana anazungumza Kiswahili. Na ieleweke kwamba wasanii wakubwa kama Diamond, Alikiba, Kiingereza kinampa chenga. Huo ni ukweli usiofichika. Na Alikiba pia nishaye kumuona kwenye interview kama 2 hivi. Kuna moja nadhani alifanya na MTV. Pia hakuwa mzuri kwenye Kiingereza. Lakini Alikiba siwezi kumlaumu sana kwa sababu Alikiba haonekani sana kwa sasa hivi kwenye tour nyingi za nje. Umeona? Haonekani sana kwenye matukio makubwa ya nje kama Diamond Platinum. Mimi namlaumu Diamond sana kwa sababu yeye ndio tunamuona akiwa kwenye hizo nchi mara nyingi, anapata tour nyingi huko, ana marafiki wengi ambao anaweza akapigana nao simu akaongea kwa lugha ya Kiingereza. Kwa ninavyojua, namna ambavyo unakaa na watu ambao wanaongea lugha fulani, unavyowasiliana nao mara kwa mara, na wewe unazidi kufanyaje? Kuongeza kitu kichwani kwako. Lakini kwa Diamond imekuwa tofauti, kichwa chake ni kigumu mno kujua Kiingereza. Leo hii ukimchukua Rayvanny na Diamond, Rayvanny anajua Kiingereza kuliko Diamond. Nakwambia kaka. Leo hii mweke Diamond Platinum, Abigail Chams, huyu mdada huyu. Nakwambia Diamond ataibika, atadhalilika. Kingenge kitapigwa sana. Binti anateleza, sio anaongea, anateleza Kiingereza. Yai linatemwa. Sio, unajua sio ubaya msanii kutokujua Kiingereza. Lakini ni ubaya kwa msanii level za Diamond
ambaye muda mrefu upo kwenye game, umeshafanya mengi makubwa, afu kufanya interview ya Kiingereza unapata shida. Hilo ni tatizo kubwa mno.